na misingi ambayo ni ya utafutaji wa kifedha, kwamba wanampa taarifa Mange Kimambi na mwisho wa siku Mange Kimambi analinda ID zao, na baada ya kulinda zile ID identity zao baada ya muda mfupi basi anaweza kutoa taarifa hiyo. Hasa katika siku ya leo basi ameweza kuvujisha moja kati ya taarifa ambayo mpaka kwa muda huu basi imeweza basi kuwashangaza watu wengi sana ambao basi wanafuatilia page yake ya Instagram mpaka muda huu. Sasa alikuwa katika siku ya leo alikuwa anajaribu basi kuambia basi Watanzania nini ambacho kinaweza basi kikawa kinamsumbua Wastara, ambaye katika siku za hivi karibuni amekuwa ni moja kati ya mtu ambaye amekuwa akifanyiwa mahojiano na watu mbalimbali na media mbalimbali zimekuwa zikifanya mahojiano naye, lakini pia mwisho wa siku media hizo basi zimekuwa zikiposti taarifa hizo katika mitandao ya kijamii, na baada ya kuposti taarifa hizo katika mitandao ya kijamii basi zimekuwa basi zikiwa zina uhitaji kwamba watu baadhi ya mastaa basi waweze kumfikia pale, na mara nyingi ameonekana kwamba akiwa analia na kuonyesha maumivu ya wazi kwamba anahitaji basi watu waweze kwenda kumfikia, kwenda kumuona. Sasa kwa namna ambavyo alikuwa analia, watu wengi wakawa wanasema kwamba yawezekana kwamba alikuwa na magonjwa ambayo ni makubwa sana, na mwisho wa siku baada ya kilio chake alikuwa anahitaji watu angalau waende kumsalimia basi, na mwisho wa siku akaongelea swala zima kama akifa na maneno mengine mengi ambayo ilikuwa ni ya kutia uchungu. Sasa baada ya video yake kuweza kusambaa basi serikali iliweza kuingilia kati. Baada ya muda mfupi basi akapelekwa Mloganzila kwa ajili ya kwenda kupatiwa matibabu. Sasa leo Mange Kimambi katika ukurasa wake wa Instagram na kusomea kile ambacho ameweza kukiandika, anasema kwamba if my name was not mentioned in this video, despite me as a liar, I would have minded my own business. Yani labda kama jina langu lisingetajwa katika video hii basi, au lisingekuwa limetajwa katika video hii basi, mimi ningeendelea tu na mambo yangu mengine na nisingeongelea video hii ya kwake Wastara, wala hata katika neno moja au lingine lile, ningeweza kudili na mambo yangu mwenyewe binafsi. Sasa katika siku hii ya leo ameweza kuchimbua huko, sijui nani ambaye amempa taarifa mpaka muda huu, na ameweza kuchapisha katika ukurasa wake wa Instagram kwa kina nini ambacho kinaendelea katika maisha ya nguli huyu hapa hivi na msanii huyu hapa wa Bongo Movie. Mpaka kwa muda huu ameweza kuandika kwamba hivi: ndugu zangu, hapa chini ni message waliotuma serikali kutoka Mloganzila kuhusu mgonjwa wa rais, akamtaja pale jina lake